Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu mnaonisikiliza, wazazi wawili katika dini yetu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Mumwabudu Mwenyezi Mungu yeye peke yake na wala msimshirikishe na chochote, na muwatendee wema wazazi wawili. Mwenyezi Mungu katika aya hii ameanza kubainisha haki zake, aabudiwe peke yake na wala asishirikishwe. Baada ya kumaliza haki ya Mwenyezi Mungu, kinachofuatia ni haki ya wazazi. Wabil walidaini ihsana, uwatendee wema wazazi wawili. Ni kana kwamba anakuamrisha kwamba hauruhusiwi kumwasi mzazi ila pale ambapo anakuamrisha kinyume na atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu, unatakiwa uangalie mzazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa, mmoja katika maswahaba zake, wanafunzi wake, akamwijia anamuuliza, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati? Mtume Mwenyezi Mungu, ni nani ana haki zaidi mimi niishi naye vizuri? Mtume akasema, ummuka, mama yako. Yule bwana akauliza, qal thumma man, kisha nani? Mtume akasema, mama yako. Yule bwana pia akauliza, kisha nani? Mtume anasema, mama yako. Mara ya 4 yule bwana akauliza, thumma man, kisha nani? Mtume akasema, abuka, baba yako. Mama akapewa nafasi 3 katika kuishi naye vizuri, kumheshimu, kumuenzi, kumhudumia. Baba akaja akapewa nafasi ya 4. Hii yote ni kuonyesha umuhimu wa wazazi. Wazazi tuishi nao vizuri, tuwaheshimu, tuwapatie kipaumbele katika maisha yetu baada ya kutekeleza haki za Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.